Karibu Alchemy Movies Recaps na hii ni episode ya 7. Basi tunaanza kwa kumwona mtu mmoja akiingia hapa. Na ndani kuna mwomba mmoja anapasha mwili. Naye sio mwingine ni Han Ji-wook. Anaambia yule mwanamke amerudi tena kukuona. Mwomba hakumjibu chochote, akaendelea na mazoezi. Sasa hapa ndipo tunakuja kugundua kuwa baada ya Han Ji-wook kukutwa pale hospitali, mwishoni katika episode ya 6 aliweza kukamatwa na ndio maana yuko hapa anasota katika gereza. Hapa analetwa mtu mmoja na kupigishwa magoti kwa nguvu. Sio mwingine ni Cha Jun-woo. Sasa kitu cha kujiuliza ni kitu gani amefanya na mpaka kuletwa hapa. Anyway, tuendelee tutajua. Mbele yake anakuja mtu mmoja na kumuuliza Cha Jun-woo ni kwa nini kafanya hivyo. Naye akajibu kwa kumwambia nilikuwa nikikutafuta kwa kipindi kirefu na ni kwa sababu ya kitu kilichotokea Xiang mwaka mmoja uliopita. Huwezi jua ni kwa jinsi gani nimekuwa nikisubiri tangu siku hiyo. Nimekuwa nikisukumizwa kama mtumwa na siwezi kuwa upande wowote. Sasa huyu mtu akamwambia unafikiri utakuwa huru kama ukinikamata, lakini hujachelewa sana na usitupe maisha yako. Itabidi uungane na mimi. Cha Jun-woo akamwambia watu husema kama utakaa kwenye giza muda mrefu unasahau upande wako wa kweli. Kabla sijasahau mimi ni nani, ningependa kuacha. Na usifanye huruma kwangu kwa sababu mimi na wewe tutaishia katika shimo moja la moto. Ghafla kiza kikatanda. Ni majira ya asubuhi, kuna watu wako wanafanya usafi. Mmoja wakati akijinyosha shingo kama kuna kitu akawa ameona. Kumbe ni Cha Jun-woo. Aliuawa kisha wakaja kumtundika katika bango moja kubwa sana hapo mjini Korea. Na huku leo ni siku ya mazishi ya So Ye-oh. Taratibu na ibada zilikuwa zikiendelea hapa na Director Kang alikuwa nje akitazama tu. Wakati akitoka aliitwa na mmoja wa wasaidizi wake na kumwambia anatakiwa kurudi ofisini muda huu. Ndani ya NIS, Chief Ha na Do Jin-suk wakapata ile video original ya Han Ji-wook kumshambulia So Ye-oh. Do Jin-suk akauliza kama amepata location ya mtu aliyetuma video hiyo. Chief Ha akasema hakuweza kufahamu ni kwa sababu ilipita kwenye nchi kama 3 hadi kufika hapa. Wakati wakiendelea na mazungumzo, aliingia mtu mmoja na kumwambia Do Jin-suk anahitajika katika chumba cha majadiliano. Ndani ya chumba cha majadiliano ilikuwa ni kuhusu kifo cha Cha Jun-woo na Do Jin-suk akasema ni lazima wafanye uchunguzi ili kupata kufahamu ni nani ambaye yuko nyuma ya hili. Na kesi hii pia inahusiana na kifo cha So Ye-oh. Director Kang na Chief Ha walikuja huku kukutana. Na Director Kang akauliza hivi, wewe hujachoshwa naye mambo? Unajua pia jinsi Do Jin-suk amekuwa akiongoza ofisi yetu hadi leo tulilazimika kutoa maisha ya watu wengi zaidi. Na mimi siko tayari kuona damu za watu wangu zikiendelea kumwagika. Lakini kuna kitu nataka nikuombe. Hatujui Director Kang aliomba kitu gani, lakini sini natuleta huku gerezani ambapo Chief Ha amekuja alipofungiwa Han Ji-wook. Akamwambia unaonekana vizuri baada ya kupumzika. Na nasikia sio rahisi kuacha madawa ya kulevya. Tukiachana na hayo, leo ni siku ya 49 baada ya kifo cha So Ye-oh na kuna uvumi unasikika ndani ya NIS na kila mtu anasema So Ye-oh alikufa kwa sababu yako, ingawa kumpiga risasi, lakini ulimuongoza katika kifo. Joker akauliza ni kitu gani Chief Ha anakificha, au ni vile ameleta habari za kifo cha Cha Jun-woo, lakini Chief Ha hakujibu chochote. Nyakati za usiku mwamba akiwa ametulia anakumbuka tukio la mara ya mwisho akiona So Ye-oh kabla ya kushambuliwa. Wakati wa asubuhi anaonekana mtu akiwa anaangalia ile sehemu ambapo Cha Jun-woo alikutwa ametundikwa. Naye ni Han Ji-wook, ilibidi achiliwe baada ya kuonekana kuwa hana hatia. Huku kwa Yoji hii anaporudi kwake alihisi kama kuna mtu yupo ndani. Alipotazama vizuri alistuka kumwona Ji-wook. Wakaamua kukaa ili waongee vizuri. Yoji hii akasema siku hiyo nilikuwa nikitoka katika chumba cha majadiliano baada ya kuongea na wewe kwenye simu na Director Kang alikuwa akinisubiri. Aliniambia kuwa baba yangu yuko hai na wakati wa kwenye mission ya Korea Kaskazini alikuwa akiwa na maajenti wenzake. Akatoa picha na kusema huenda akawa ni miongoni mwa mawakala wawili na kwa sasa yuko Korea na alikuwa ameshajua kuwa mimi na wewe tunashirikiana. Sasa hapa ndipo tunapata jibu kuwa sababu ya Yoji hii kufuta ile video original ya Ji-wook kumshambulia So Ye-oh na yeye alifanya hivyo ni kwa sababu aliambiwa kuwa baba yake yupo hai. Kwa hiyo akifanya yote ipasavyo ataonyeshwa baba yake wa kweli. Lakini Ji-wook akukasirika kwa lolote na kusema kuhusu kesi ya Cha Jun-woo nafikiri mimi ndiye nitakaye kuwa msimamizi, kwa hiyo unaweza kutaka msaada wako. Yoji akauliza kwa mheshimiwa bado unaniamini? Ji-wook akamwambia sijasema anakuamini, lakini nimesema nahitaji usaidizi wako. Na Yoji hakuwa na namna, ikabidi akubali tu. Mwamba akawa amerudi geto kwake na yeye analala chini kama sisi wa bongo. Basi bana, akawa anaangalia jinsi gani ataweza kufanya uchunguzi wake, lakini ndani ya nafsi yake akawa anasema moja kati ya marafiki zake wakati wapo China alikuwa ni msaliti. Haya, palipokucha Mwamba akaja kukabidhiwa faili la kesi ya Cha Jun-woo. Akaambiwa sababu ya kifo chake ilikuwa ni kukosa hewa kutokana na kubanwa shingoni, kwa maana alikuwa hai kabla ya kutundikwa kwenye bango. Ji-wook ikabidi aulize ni nani atakayekuwa msimamizi wa kesi hiyo. Akaambiwa atakuwa ni Chief Ha. Wakati Han Ji-wook akitoka anakutana na Director Kang na kumwambia nilisikia kuwa umetoka. Sawa, najua unavyojisikia kuhusu mimi kwa iliyotokea, lakini Ji-wook akamwambia sina nia mbaya dhidi yako, lakini nina hasira na nafsi yangu na niruhusu hisia zangu binafsi kuingilia mashaka ambayo nilipaswa kuwa nayo
kabla, lakini anahitaji kujua kuhusu Sang Moo-ho. Dr. Kang akasita kwanza. Juke akasema hata ukimya nijibu, lakini Dr. Kang akamwambia kuwa makini kwa sababu mashaka yako yanaweza kukufanya ushindwe kula hata kuishi. Juke akaamua kuondoka zake, lakini inaonekana kama kuna uhasama umeanza kati yao. Baada ya kutoka, Han Ji-wook alikuja kwa Yoo Ji. Mwamba akaweza kuhusu huyu mzee mmoja aliyenenepeana hapo kwenye hiyo picha. Yoo Ji akasema huyu anaitwa Lee Dong-chul, ni naibu mkuu wa usalama Korea Kaskazini na ana cheo kikubwa sana. Sasa Han Ji-wook alikuja kwa mtu anaitwa Mr. Kim ambaye inasadikika kuwa ndiye mwekezaji wa ile programu ya deepfake. Nafikiri tayari mnaelewa maana nilielekeza kwa ufupi kwenye episodi iliyopita. Baada ya kuingia ndani, Ji-wook akamwambia uko kwenye kitengo cha uchunguzi wala usalama, unafanya kazi katika idara ya mipango ya kikundi cha Wosun. Sasa nataka kujua kama Sang Moo-ho alipata hiyo nafasi. Mr. Kim ikabidi aulize Han Ji-wook amejuaje kuhusu yeye. Akisema unajua wengi wao walio ndani ya NIS wao wanastaafu kila mwaka, na wengi wao wanaenda kwenye mashirika na wengine taasisi na wengine hata mitaani, yani wako kila sehemu. Yoo Ji alikuja sehemu hii hapa na kuanza kupiga search. Sijui ni kitu gani alikuwa anakihitaji, lakini alitafuta sana. Han Ji-wook akarudi zake na kumkuta Yoo Ji, akamwambia Mwamba kuwa nimefanya ulivyosema, nimetafuta kila sehemu lakini sijapata chochote, mpaka kwenye kamera zote ambapo Cha Jun-ho alipokutwa amekufa. Ji-wook akasema kamera hii hapa Mr. Kim ndiye aliyekuwa nayo, na kama nilivyokuwa nikihisi alikuwa akifanya kazi na Sang Moo-ho. Amekuwa akitumia programu ya matangazo ambayo iliundwa ndani ili kuwasiliana na kila mtu. Baada ya pale Ji-wook alikuja kwa rafiki yake na akaambiwa siwezi kupata mtu yeyote aliye na habari kama hii, lakini nahitaji kitu zaidi ambacho kitaweza kunisaidia. Na Han Ji-wook akasema na mimi sikupata, ndo maana nikakuuliza. Sasa Mwamba na Yoo Ji walikuja huku mochwari ambapo umehifadhiwa mwili wa Cha Jun-ho, na katika harakati za kuchunguza waligundua kuwa kwenye tatuzo hizo mgongoni kuna alama nyingine ambazo huwezi kuziona kwa macho ya kawaida mpaka utumie mwanga maalum ambao unajulikana kama UV. Wakati Yoo Ji akiondoka alikutana na Dr. Kang, ikabidi waingie kwenye gari ili wazungumze. Binti akasema mheshimiwa, unajua mimi nataka kuishia hapa. Na Dr. Kang akasema sawa, kama utaki taarifa nyingine zaidi kuhusu baba yako. Lakini yote hayo yakiendelea kati yao, Mwamba Han Ji-wook alikuwa akisikiliza kila kitu, na hapa Mwamba anakumbuka wakati akiongea na Do Jin-suk aliomba aweze kuingiza application kwenye simu ya Yoo Ji ambayo itakuwa ikitoa taarifa zote na mawasiliano yote kumuhusu binti. Haya sasa, kiza kinaingia. Mwamba yuko zake magetoni anaendelea kufanya uchunguzi mpaka hakikisha anapata ukweli anaotaka. Na kwa Yoo Ji amerudi zake kazini na alikuwa akiendelea kufuatilia zile alama alizozikuta katika mwili wa Cha Jun-ho, na pembeni alikuwa na picha ya mtu ambaye anasadikika kuwa ndiye baba yake kutokana na maelezo aliyopata kutoka kwa Dr. Kang. Baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi, alipata kugundua zile alama zilizokuwa kwenye mwili wa Cha Jun-ho zilikuwa zikiashiria alama ya QR code. Kwa wale wazee wa vitonga vya wifi tunaelewa hiyo kitu. Sasa baada ya kufungua hiyo QR code, ndani yake walikuta kuna listi ya watu kama 20 ambao walikuwa na ugonjwa fulani hivi ambao wao wanauita Kyroscope syndrome, ambao ugonjwa huo unaifanya ngozi inakuwa inakauka. Kwa wale wataalamu wa afya mnaweza kutuelezea ili tuweze kufahamu zaidi. Katika listi ile ya watu 20 wakaamua kufuatilia mtu mmoja anaitwa Mr. Chun Pyong, na safari ikawaleta katika hospitali moja kubwa sana. Wakafika na kujielezea, lakini mhudumu akagoma kuwasaidia mpaka waje na search warrant ili wapewe wanachokitaka. Nao hawakukataa, wakaamua kuondoka zao, lakini walihisi kuna jambo lipo nyuma. Mwamba akaamua kuja kwa rafiki yake ili kupata msaada, naye akawapatia ramani ya jengo zima la ile hospitali mpaka vyumba vya siri ambavyo vipo pale. Baada ya kutoka kule, akaja kwa therapist wake na kumwambia kuna kitu umetoa wakati bado kipo kwenye matengenezo, lakini nataka uniambie ni nani ulimpa, angalau jina tu. Hatujua alimjibu nini, lakini tunaletwa kwa Yoo Ji. Yuko anafuatilia mwenendo mzima wa ile hospitali ili aweze kuingia. Akagundua iko kadi maalum inayotumika, pia zinaminywa batani 2 kwa wakati mmoja. Huku kwa Mwamba Han Ji-wook hatujua ameambiwa nini, lakini inaonekana ametoka akiwa ni mwenye hasira sana. Moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya Chief Wa, akamwambia kwa sasa najua kila kitu, kwa hiyo ndio ulinipa madawa ambayo yamesababisha mimi kufuta kumbukumbu zangu zote. Chief Wa ikabidi asimame kwanza na kumuuliza vipi zimerudi, na maanisha kumbukumbu zako, na kuuliza tena zimerudi. Chief Wa akasema kila kitu ambacho nimekifanya kilikuwa ni kwa sababu wewe ndio ulitaka mimi nifanye. Ilipita miezi 2 hujarudi, siku moja usiku kutoka kwako ambaye nilidhani umekufa, na ilinichukua muda kugundua sauti yako. Uliniambia nije China maeneo ya Xi'an na ukuniomba habari, uliniamrisha, na nilipofika ulininyoshea bunduki na kuanza kuniadhibu, na hata sikujua ilinichukua muda gani. Pia ulikuwa mtu tofauti kabisa, ulikuwa kama kichaa, mpaka sasa siwezi kusahau macho yako. Uliniambia nifanye unachokitaka, kama nikishindwa nijiuzuru kwa aibu.
mimi ndiye niliyepiga simu ili urudishwe Korea mwaka mmoja uliopita, na mimi ndiye niliyekuwa nikikupigia ishara katika dirisha lako, na bado mimi ndiye niliyeweka ile flash yenye video yako, na bado mimi ndiye niliyeweka kile kikaratasi cha mchakato wa deepfake kwenye meza ya Yoji. Na yote hayo niliyafanya kwa sababu uligundua kuwa mimi ndiye niliyekuwa nimeiba pesa za NIS, na ni kwa sababu ya mtoto wangu mdogo alikuwa mgonjwa na sikuwa na pesa ya kulipa bili zote za pale hospitali. Lakini mimi sio mchafu kama unavyofikiri. Kwa Yoji anafanikiwa kuingia ndani ya hospitali na anafanya kama alivyoona kwenye ile video. Anapofika ndani anakuta kuna chupa za dawa. Aliposoma akakuta zimeandikwa Midazolam na chupa zipo nyingi sana. Akaamua kuangaza kwenye vyumba vilivyopo, akaona kimoja kimeandikwa Chumpyong ambao walikuwa wakimtafuta lakini walikuwa wamefukuzwa. Ikabidi aingie ndani kuangalia. Akakuta mzee akiwa ajitambui na ngozi yake inaonekana imejikunja sana. Anapotoa simu yake ili ampigie Han Ji-hyuk hamna mtandao. Inamaanisha hapa hata simu haziruhusiwi. Wazo lililomwijia ikabidi atoroke na mgonjwa. Alipofika nje akawa ameshtukiwa na kuweka chini ya ulinzi. Alipogeuka nyuma alimwona mtu kwenye kioo ambaye anadhani kuwa ndiye baba yake. Muda kidogo Ji-hyuk akawa amefika na kumchukua binti. Maki ilibaki kidogo tu akamatwe, na kibaya zaidi mgonjwa amechukuliwa na wasiojulikana. Wakati wakifuatilia walipokea meseji ikisema, kama unatufuata nitakuua kama Cha Jun-woo alivyokufa. Walipofika eneo la tukio wakatupiwa bonge la bomu. Mwamba ikabidi amtoe binti na ngoma ikaitika, lakini mwamba alipoanguka akazima. Mbele ya Yoji akatokea mwamba mmoja na kumnyoshia bunduki, lakini binti alipotazama mkono wake wa kushoto aligundua kitu. Bunduki ikarudishwa kwa Han Ji-hyuk na risasi ikalia. Na huo ndio mwisho wa episodi ya 7. Tukutane episodi ya 8 tujue ni nini kimetokea kwa Ji-hyuk. Pia nakukumbusha kama wewe ni mgeni katika channel hii usiache kusubscribe, kulike na kushare. See you on the next episode. Bye.